Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa redio Mwangaza FM, kusikiliza ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 10. Aina hii ya kazi inahitaji watu wenye moyo na wanaofaa kwa utume. Kumbe ni jukumu la kila shirika ambalo lina kazi hiyo muhimu kutoa mafundisho na kuwapa wakleri mifano mizuri ya maisha ya utume. Aina hii ya kazi inahitaji watu wenye moyo na wanaofaa kwa utume. Kumbe ni jukumu la shirika ambalo lina kazi hiyo muhimu kutoa mafundisho na kuwapa wakleri mifano mizuri ya maisha ya utume. Tafakari ya leo inatualika kutafakari kuwa kazi ya utume si jambo la kawaida wala la kiolela, bali ni mwaliko wa pekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Gaspari anapoanza kusema aina hii ya kazi inahitaji watu wenye moyo, anamaanisha kuwa utume ni wito wa Mungu, si ajira ya kibinadamu, kwamba kazi ya kitume ni ya kipekee inayoita watu wenye moyo wa utume, yaani walio tayari kuishi maisha ya kujitoa kwa ajili ya wengine, kwa mfano wa Yesu Kristo. Tukisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 9 aya 37 hadi ya 38 inasema, ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Hapo Yesu anaonyesha hitaji kubwa la watendakazi wa kweli ni wachache, bado wanahitajika wengi wenye moyo wa kitume. Anapoendelea kusema wanaofaa kwa utume, anamaanisha kuwa si kila mtu anafaa kwa utume, bali wale waliopokea mafundisho ya imani, wamekomaa kiroho na wamejengwa katika unyenyekevu. Tukisoma katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya ya 2 inasema, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Tunaona kuwa wanaohitajika kuwafundisha wengine ni wale walio waaminifu, ambao ndio wanafaa kwa ajili ya kazi ya kitume. Anapomalizia kwa kusema kwamba shirika ni mfano mzuri wa utume kwa wakleri, anamaanisha kuwa shirika kama chombo cha kulea, kufundisha na kutia moyo kwa wale walio kwenye utume, shirika linapaswa kuwa mfano wa utume kwa vitendo kwa watu wote. Pia anasisitiza kuwa wakleri na watumishi wa Mungu wasifundishwe kwa maneno tu, bali kwa mtindo wa maisha yao, kama vile kujitoa, sala, huruma na huduma, ndipo wengine hujifunza kupitia kwao. Hivyo katika tafakari ya leo tunakumbushwa kuwa wito wa utume unahitaji moyo ulio tayari kujitoa kwa ajili ya kazi ya kitume, na pia katika mashirika yetu ya kitume yawe mifano bora kwa kazi ya utume wa kweli, ambao wataiga mfano wa Yesu Kristo alivyokuwa hapa duniani. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Sixberto Munishi wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu.